عد علينا البلايا بالسلام فسلمنا يا مولانا بالسلام فالسلام منك اللهم أنت السلام ومنك السلام سلمنا من كل بلاء فسلمنا من كل بغض فسلمنا من كل يقظ فسلمنا من كل وجب فسلمنا من الرياء والعقد haluma jara katika amradhi alqalbi. Naam, katika malasiqu tasawufi leo tuna kipengele cha usuhba, usahiba ama urafiki. Naam, ahamiyatuha, umuhimu wa usahiba tunaupata wapi? Shakliyatu sahabiyya, urafiki, usahiba, urafiqa, ujamaa. Naam, wa faidatuha, kuna wakati pana faida kuwa na sahib aliye mzuri. Nje na suhbatu su'i, urafiki mbaya, lakini wa atharuha, athari inaweza kupatikana vipi mtu kuwa na sahib alokuwa mwema ama mzuri? Masala ya kitasawufi tuna adalilu alaiha min alkitabi, tuipate dalili ya usuhba katika Qur'an, na tuna adalilu alaiha min sunna, dalili kadhalika zitoke katika sunna. Aqwalul ulamai wal muhaddithina, qawli za wanachuoni na muhaddithina fi ahamiyati suhba, katika umuhimu wa usahiba. Niwakaribishe na hii sauti ni ya khadimu wenu yule ni al-Khalifa al-Qadiriya Masharabian, naitwa Nuruddin Kishki Asufi. Aqwalul arifina billah. Naam, ahamiyatuha, umuhimu wa usahiba na faida zake na athari zake. Nini kinatokea baada ya mtu kuwa na sahiba aliye mwema au sahiba aliyekuwa mbaya? Lakini faida ya kuwa na sahiba aliye mwema, ama faida tunaweza sema hasara sasa ya mtu aliyekuwa na sahiba aliye mbaya, umuhimu lakini ukutafuta sahiba awe mzuri. Inna suhba atharan amiqa, usahiba ni athari ndefu ama kubwa sana, fi shakhsiyati almar'i, katika namna ya kutengeneza uutu wa mtu, wa akhlaqihi, na tabia zake, wa sulukihi, na mapito yake. Sawa, akhlaqi الشخصية المرئي، أخلاق المرئي، سلوكي المرئي. Sawa, zinategemea usuhba, tabia ya mtu, mapito yake katika namna ya matekelezo katika ibada, yanategemea nini? Yanategemea usahiba wake. Nasema man tashabbaha biqaumi farubbama, au mara nyingi tuadu minhu, huwa anahesabika katika wale marafiki wakiwa ni wema, nawe unahesabika katika wema. Wakiwa ni wabaya, ndio mafahimul khilafi, utahesabika katika ubaya tu. Wasahibu yaktasibu sifati sahibihi, na rafiki huwa anachuma, anaiga, anachukua, anakopi sifati sahibihi, sifa mbalimbali za rafiki wake. Bitaathuri ruhi, kwa sababu ya maathiriko ya mambo yaliyo ndani ya roho yake. Kama ni rafiki mbaya, bila shaka ule ubaya umetokana na maharibiko ndani ya moyo wake. Kwa hiyo na yeye ataathirika kwa ubaya wake, kwa sababu yale mabaya yamepatikana ndani ya arruhi yake. Wal iktida ila amali, na kinachofuata ni kufuata kwa matendo. Yale anayoyafanya naye atayafanya, lakini taathari ni arruhi. Wal insanu ijtimaiyun bitabi, na mwanadamu ujumla wake ni wa kufuata tabia. Ili mwanadamu yeyote ijtimaiyun bitabi, kwa mkusanyiko ama kwa ujumla, mwanadamu ni wa kufuata tabia. La budda, hakuna budi, ni lazima ayukhalitu an-nasa,
achanganyike na watu. Wayakunu lahum minhu akhilla wa asdiqana, takuwa na marafiki na watu wake wa karibu, sio fa inna ikhtiyarahum min ahli alfasadi fa in ikhtarahu, kama atachagua min ahli alfasadi, akawachagua watu wabaya, wa shari na watu wa shari, walfusuqi na watu waharibifu, walmajuni na watu sawa sawa wasiyejielewa, in hadarat akhlaqu, tabia yake lazima itayumba, itamili kule kuliko kubaya. Wanhatat sifatuhu tadrijiyan, na sifa yake itakuwa ni yenye kupomoka mara kadha wa kadha, kwa maana kidogo kidogo, mpaka anakuwa duna an yashura, kiasi ambacho yeye hatojua kwamba anaharibika. Hata yasila ila khadidihim, mpaka tapofika kwenye ile midimbwi yao, kwenye tabia alizo nazo. Wayahwi ila darkihim, kisha dumbukie katika dariki yao, kwa maana dimbwi lao, ama tuseme katika mmomonyoko wa maadili machafu katika tabia zao wao, ndio darki. Ama idha ikhtara suhbata ahla al-imani, kama atachagua usahibu, rafiki wa watu wenye imani, wa taqwa na uchamungu, wal istiqama na misimamo ya khairi, wal ma'rifati billah na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, fala yalbathu an yartafia ila aujin ulahum, hatokuwa ni mtu wa kucheza kiasi ambacho yeye anufaike, ila auji ulahum, toka kwenye sawa sawa, fala yalbathu, hatoka an yartafia ila aujin ulahum, hatoka isipokuwa atakwenda kunufaika na tabia zilizokuwa juu ya zile ambazo anazipata. Wayaktasiba minhumul khulqal qawima, kutoka kwa watu hao atatafuta, watachuma tabia zilizo njema. Wal imana sarikhan, na imani iliyopandwa, faida kubwa sana. Wasifati al-aliya, na sifa za juu sana. Wal maarifa al-ilahiyya, na utambuzi wa kiuungu. Wayatahaddara wayataharrara, na kisha atajitenga, atajiepusha, atakaa mbali, min uyubi nafsi, kutokana na fedheha ama kasoro za nafsi yake. Waruunati khulqihi, na maharibiko ya tabia yake, atakuwa mbali, ndio yataharrara ruunati khulqihi, na tabia mbaya zake yeye. Walihadha tu'rafu akhlaqu rajuli, na kwa sababu hivi ndivyo ambavyo hufahamika tabia ya mtu, bimaarifati ashabihi wa yulasai, kwa kuwajua jamaa zake tu na marafiki anaokaa nao. Tabia ya mtu utaijua ikoje, nzuri, mbaya, chafu ama imetulia, kwa sababu ya urafiki na jamaa zake, masahiba wake jinsi walivyo. Nasema bilmari sasa tu'raf, mtu anajulikana kwa nini? Sawa bi akhlaqi asdiqaihi, kwa tabia za watu wake. Wala usimtazame mtu ukataka kumjua tabia yake iko vipi, tizama rafiki zake tu. Yani tafsiri ya mtu jinsi alivyo ni wale wa rafiki zake anavyo amiliana nao katika majambo mbalimbali. Inshallah washa tuweke kituo hapa, tuje tuondoke na kipengele kinachofuata.